Mubashara mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba jioni yako ni shwari na njema kabisa. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Karibu kwenye taarifa za upeo wa TV47. Mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamae, lakini kwanza kabisa kabla sijakupasha mengi, wacha tupate yaliyomo. Ni juma la pili kwa wanafunzi wa gredi ya 10 kuripoti shuleni, ila wengi bado wamesalia nyumbani. Njama ya kumtimua afisini gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi yaanza kufumwa siku chache baada ya kuhofia usalama wake. Wahudumu wa afya Nairobi waendelea na mgomo wakisema watarudi kazini baada ya masaibu yao kushughulikiwa. Na mwanaume awajeruhi askari watatu Kapenguria kwa kuwadunga visu walipokuwa wakimtia mbaroni. Mtazamaji unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, pale kwenye mtandao wa X ni @TV47 Digital @paukirobi. Tuandamane hadi tamati. Tunaanza na taarifa ya kwanza ambapo gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi yuko katika njia panda kutokana na madai ya jaribio la kumng'atua madarakani. Kundi la wakilishi wadi wa kaunti ya Kiambu wanaomuunga mkono limetangaza kuwa litasambaratisha jaribio lolote la hoja ya kumuondoa gavana huyo madarakani. Anajiri baada ya mali ya gavana Wamatangi kuharibiwa majuzi. Hapa taarifa kamili. Madai ya kung'atuliwa kwa gavana Kimani Wamatangi yameanza kuzua kiwewe katika kaunti ya Kiambu siku chache baada ya gavana huyo kukumbwa na wakati mgumu baada ya mali yake kuharibiwa. Sasa wakilishi wadi wanaoegemea mrengo wake wanadai kuwa mwanzilishi wa hoja hiyo amefadhiliwa kwa kima cha shilingi milioni 100 ili kuharakisha mchakato huo kwa manufaa ya wapinzani wa kisiasa wa gavana. Wawakilishi wa wadi hao wamekanusha madai kwamba kuna mpango unaoendelea wa kumuondoa gavana Wamatangi madarakani, wakisisitiza kuwa hakuna hoja ya aina hiyo iliyopo kwa sasa, licha ya ripoti zilizozuka kufuatia ubomoaji wa eneo la biashara linalohusishwa na gavana pamoja na kuondolewa kwa walinzi wake. Ngumza kwa niaba ya wakilishi hao, kiongozi wa wengi Godfrey Musheke na naibu spika John Njiru walisema kuwa tayari wametia saini makubaliano ya kuwa na imani na uongozi wa gavana Wamatangi litakaloanza kutekelezwa mara tu bunge la kaunti litakaporejea kutoka mapumzikoni. Na hakuna mtu wako hapa anaweza mtoa kura kwa kiti gavana Wamatangi. Na hakuna pesa zozote. Wacha hizo milioni 100 wanasema wameweka kando. Hata waweke bilioni 100. Hakuna mtu wako hapa ako na interest ya hizo pesa zao. Aidha, walilaani vikali kile walichokitaja kuwa ni kuingilia shughuli za bunge la kaunti na bunge la kitaifa, wakilitaka baraza la magavana kuungana na kumuunga mkono mmoja wao. Hiyo kitu wanaweka kwa mitandao, mambo ya impeachment, walete hapa bunge. Leo tumesign tukiwa wa MCA 80 wote. Tumesign confidence yetu na governor na itakaa miezi 6. Kwa hivyo wangoje miezi 6 waanze hiyo propaganda wanataka kuleta. Unajua hii mambo yote imeletwa nao wabunge. Ndio walianza vita, mliona juzi pale Gatundu vile wamefanya, wanakuja kusema iko incoming governor na outcoming governor. Kundi hilo pia lilihusisha misukosuko ya kisiasa inayoshuhudiwa kwenye kaunti hiyo na kile walichodai kuwa visingizio vya serikali ya kitaifa kuchelewesha utoaji wa fedha za kaunti kutoka hazina kuu, wakisema hatua hiyo imechochea migawanyiko ya kisiasa na kuchelewesha kukamilika kwa miradi ya maendeleo, hasa barabara za mashinani ambazo walizitaja kuwa katika hali mbaya. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba mbunge wa Kitutu Chache Kusini Anthony Kibagendi alifikishwa mahakamani leo baada ya kutiwa mbaroni jana jioni na kufikishwa katika afisi za DCI. Akifika mbele ya hakimu mkazi Esther Mwikali Mutuku, Kibagendi alishtakiwa kwa kosa la kuzua vurugu na kumshambulia Astariko Omariba Muriasi tarehe 27 Novemba mwaka 2025 katika kaunti ya Kisii na kumjeruhi. Kibagendi pia alishtakiwa kwa kosa la kuvunja simu yenye gharama ya shilingi 220,030 na kuvunja bidhaa nyingine katika mojawapo ya mkahawa. Kibagendi aliachiliwa kwa dhamana na ambapo imeripotiwa kesi hiyo ilikuwa imeripotiwa katika kaunti ya Kisii, lakini ikahamishwa hadi katika kaunti ya Narok. And the police said no, come and meet the accused in Kisii. I traveled all the way to Kisii to be told now the vehicles have turned, they're heading to Narok. What happened, the provisions of the CPC
Section 771. The place where the offense occurred or within the local limits where the accused was apprehended is where an accused person will be charged. What happened to that section? But since the accused has now been charged and is before this court to face the charges, I will consider the application for bond with particularity to this file. Having regard to the above analysis, I find no compelling reason warranting denial of bond. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba maelezo mapya yameibuka katika uchunguzi wa ajali ya barabarani inayodaiwa kusababisha kifo cha aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI sasa inadhibitisha kuwa jumla ya watu 28 akiwemo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na seneta wa Vihiga George Khaniri tayari wamerekodi taarifa, huku maafisa wa upelelezi wakikusanya taarifa zaidi kuhusu matukio yanayokisiwa kusababisha ajali hiyo ya tarehe 13 Disemba kwenye barabara ya Nairobi Nakuru. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagongo ni kwamba DCI imesema uchunguzi huo ni wa kina na utakabidhiwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma mara tu utakapokamilika. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imesema uchunguzi kuhusu ajali ya barabarani iliyodaiwa kusababisha kifo cha aliyekuwa mbunge Cyrus Jirongo usiku wa Disemba 13 mwaka 2025 eneo la Karai kwenye barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru bado unaendelea, huku faili ya mwisho ikitarajiwa kuwasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Kwa mujibu wa DCI, uchunguzi huo umekuwa wa kina, ukishughulikia masuala yaliyoibuliwa hadharani pamoja na yale yaliyowasilishwa kupitia kwa njia rasmi ya upelelezi, huku maafisa wakichambua taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Hadi sasa, taarifa zimenakiliwa kutoka kwa watu 28 wakiwemo abiria 7 wa basi lililohusika katika ajali hiyo. Awali, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliwasilisha kauli yake kwa hiari katika uchunguzi huo, huku seneta George Khaniri na mkewe Eunice Chelagat pia wakirekodi taarifa zao. DCI imeeleza kuwa seneta Khaniri na mkewe walifika katika eneo la ajali usiku wa tukio na kusaidia kurahisisha usafirishaji wa mwili wa Jirongo kutoka makafani ya hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha hadi yale ya Lee hapa jijini Nairobi. Uchunguzi wa mwili wa marehemu Jirongo ulibaini kuwa alipata majeraha, kukiwemo kuvunjika kwa mfupa wa kifua pamoja na kupasuka kwa viungo vya ndani, huku chanzo cha kifo kikithibitishwa kuwa na majeraha yaliyotokana na nguvu kubwa ya kugongwa. DCI inavitaka vyombo vya habari, viongozi wa kisiasa na wananchi kujizuia kutoa kauli zisizothibitishwa ambazo huenda zikaathiri uchunguzi au kudhuru wale walioshirikiana na uchunguzi. DCI imesisitiza kuwa itaendelea kufanya uchunguzi wa haki, wa kina na wa haraka kwa kuzingatia sheria. Mike Kagongo, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagongo kwa taarifa hiyo. Chama cha UDA kinapania kuwa na chaguzi za viongozi wake mashinani katika kaunti 42 kama njia mojawapo ya kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, huku kikitarajia kuwa na mkutano wa uongozi mkuu chamani ambapo utaongozwa na kinara wake Rais William Ruto kwa lengo la kuweka mikakati zaidi katika chaguzi hizo za viongozi na pia kujipanga kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Wakizungumza na waandishi wa habari wakiongozwa na Katibu Mkuu Hassan Omar, Mwenyekiti Cecily Mbarire miongoni mwa viongozi wengine, viongozi hao wanasema kwamba mazungumzo kati yao na chama cha ODM yanatarajiwa kung'oa nanga na kuwa wapo tayari kuwa na muungano mmoja mkuu utakaowawezesha kutoa viti vingi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, huku wakisema pia wanaendelea kutekeleza hoja 10 ambazo ziliwezesha kuwepo kwa serikali pana maarufu kama broad-based. Tutakuwa na kongamano la National Governing Council ambacho ni kiungo kinachojumlisha viongozi wote waliochaguliwa ambao utakuwa wiki ijayo tarehe 26 Jumatatu. The 10-point agenda has given us a basis for working with the ODM. We have achieved some of the proposals that were made therein. In fact, if I'm not wrong, this afternoon, the committee on the implementation of the 10-point agenda has
actually a meeting with the party leader of the UDA party and the leader of the Kenya Kwanza coalition. The president has been very clear on the need to unite the nation, and so in that effort we are reaching out to everybody. So let it be known that the Kenya Kwanza partners remain the partners of UDA and very important partners, and that nothing will change. It is our intent to be an all-inclusive party and coalition that brings everybody on board and all Kenyans on board. And therefore, we look forward to working with ODM even into the next elections next year. Na tukiachana na taarifa kuhusiana na masuala ya siasa, wacha tuelekee katika kaunti ya Kakamega ambapo licha ya Wizara ya Elimu kuongeza muda wa usajili wa wanafunzi wa gredi ya 10 hadi leo Jumatano Januari 21 ili kuwapa wanafunzi zaidi muda wa kujiunga na sekondari ngazi ya juu, maelfu ya wanafunzi kote nchini bado wako nyumbani. Katika kaunti ya Kakamega, baadhi ya shule kama Ishibeye na Esokone zimerekodi idadi ndogo ya wanafunzi wa gredi ya 10. Maafisa wa elimu wanasema kwamba tatizo sio tu karo, bali mimba za mapema, uraibu wa dawa za kulevya na umaskini ni vizuizi vikubwa kwa wanafunzi kuendelea na masomo yao eneo hilo. Mwandishi wetu wa habari Violet Auma aliyezuru shule na vijiji kadhaa ametuandalia makala yafuatayo. Katika kijiji cha Shivakala, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, tunamkuta msichana huyu wa miaka 17 akiwa ameketi chini ya mti pamoja na nyanya yake na dada yake mdogo. Mikononi amempakata mwanawe mchanga. Angekuwa shuleni, lakini ujauzito alioupata na uzazi uliobisha hodi mapema vimekatiza masomo yake kwa sasa. Tulikuwa tukipatana Sundays kama shosha ameenda church. Sasa kabati mbaya nikapata mimba. Sasa shule venye walijua deputy akasema tuende nyumbani. Ulikuwa wangapi? Tulikuwa 3. Miezi michache iliyopita alikuwa mwanafunzi wa shule ya upili ya Ishibeye. Kwa siku ya kwanza. Sasa huku wenzake wakiendelea na masomo yao shuleni, yeye hapa nyumbani anajifunza kumlisha, kumtunza na kumtuliza mtoto wake. Mimi na regret kupata hii mimba. Ndoto yake ya kuwa mwalimu ikishindana na changamoto za kila siku za kumlea mtoto. Majukumu ya ulezi akitui kwa nyanya yake mwenye umri wa miaka 60. Hapa akilazimika kushughulikia wajukuu wake wawili na kitukuu. Najua hata nilikuwa nafikiria pengine naweza hata kuwaacha hapa mimi niende. Nitoke kwa hii poma kabisa. Kwa sababu mimi niwaachia watoto kama tutoko. Mwenyewe nimepambana, nimeingisha nursery, wamesoma ndio hawa, wameenda class 1. Tena mtoto karibu kumaliza shule na anapata mimba. Nisikia vibaya. Chache kutoka hapa tunamkuta Mary Ayuma akimwogesha mjukuu wake wa miezi 11. Binti ya miaka 19 ambaye ni mama wa mtoto huyu hayupo. Aliondoka kwenda jijini Nairobi kufanya kazi ya nyumba. Mwanawe alifanya mtihani wa KCSE katika shule ya upili ya Ishibeye miezi michache baada ya kujifungua. Alipata ujauzito akiwa kidato cha 4. Katoka kaenda kutafuta kazi akanikia mtoto. Mtoto alikuwa na miezi 9. Kana kwamba changamoto za maisha hazitoshi, Mary Ayuma, mama wa watoto 7, sasa ana mdomo mwingine wa kulisha. Mwanawe wa kiume aliyetarajiwa kujiunga na kidato cha 3 mhula huu bado hajarejea shuleni. Pesa ya kulipa hakuna, kupata hata uniform yenyewe sina. Ndienda tu kila siku nikawacha. Sasa mimi naona watoto wako wasifuate maneno yangu. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Ishibeye, Moses Waliaula, anakiri tatizo la mimba za mapema shuleni humo, akisema mwaka 2024 jumla ya wanafunzi 20 walikuwa wajawazito, huku mwaka 2025 6 wakijifungua kwa wakati mmoja. I had 6 girls getting pregnant last year, and when it comes to bangs, drug abuse, the majority of those 14 who stayed away were partakers. Last performance last year? I stayed 1.95. The best student got a C. Kwa wasichana wengi, mimba za mapema husababisha matokeo duni au hata kukatiza masomo yao. Shule ya upili ya Ishibeye inaonyesha athari hii waziwazi.
madarasa yaliyotarajia kupokea wanafunzi wa gredi ya 10 yakiwa matupu. Mwalimu mkuu anasema kati ya wanafunzi 90 waliotarajiwa, 5 tu ndio waliowasili. Idadi ya wanafunzi wote katika shule hii ikiwa ni 112, chini kutoka 169 mwaka 2025. Taswira ikiwa hiyo katika shule jirani ya Esokone ambayo imepokea wanafunzi 8 tu kati ya 120 waliotarajiwa. Waleula anasema idadi ndogo imewalazimu walimu kwa kushirikiana na machifu na manaibu wao kuwatafuta wanafunzi nyumbani. Going by the history of this place, if they are left alone, they may even report in term 2 or term 3. Wanafunzi wa kiume pia wanadaiwa kuathirika, baadhi wakisemekana kuishi katika mazingira yasiyofaa. Young boys are being kept by widows. So that actually creates a challenge because the students cannot concentrate on academics. Aidha, Waleula anasema ubugiaji wa pombe na utumizi wa mihadarati miongoni mwa wanafunzi ni baadhi ya changamoto zinazokabili shule hii. Majority of my students are products of teenage pregnancies. Then they were left with their grandmothers. So the vicious cycle will continue. Msifanye hii kwa sababu nilifanya, kwa sababu pia mimi na regret. Hizi vitu ziko tunamtafanya. Violet Auma, TV47. Asante sana Violet Auma kwa taarifa hiyo. Na hali ya taharuki bado imetanda mjini Makutano Kapenguria katika kaunti ya Pokot Magharibi baada ya maafisa 3 wa usalama kuvamiwa na kudungwa kisu na mshukiwa ujambazi aliyekuwa anawahangaisha wenyeji eneo hilo na baadaye kuwageukia polisi hao walipojaribu kumtia nguvuni. Watatu hao walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kapenguria kwa matibabu, ila wawili walitibiwa na kuruhusiwa kuondoka huku mmoja akisalia kwa matibabu zaidi. Kamanda wa polisi eneo hilo Patrick Nyanga amekashifu kitendo hicho na kutoa onyo kwa wahalifu. A person creating disturbance while armed with a knife and alikuwa anafukuza watu. So our house has responded swiftly and found the suspect, and in the process of trying to effect an arrest, the suspect became violent na akaanza kuattack our houses using the knife, and in the process 3 of our houses were injured, and baadaye the rescue team wakapelekwa Kapenguria for treatment. The suspect was also arrested and is in our custody. The reason is not very clear, but the investigations have commenced, and perhaps we will share. Injured officers are stable. They are stable. 2 of them have been discharged and 1 is actually still in hospital. Baada ya taarifa hiyo kutoka maeneo ya Pokot Magharibi, zimekatika dakika 15 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha tuchukue mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibanduke. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tiaga.
From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simple. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV 47. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Fureke tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Fureke is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Ani wewe furahia umekaa na kasipuni. CP unit ni Punet. So you guys knew about Piga. Sawa basi. Nasema nilata ungevi the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Wakenya wamefurika katika hoteli moja jijini Nakuru baada ya hoteli huyo kuelekea mtandaoni akililia changamoto katika biashara hiyo ambayo ilikuwa inakadiria hasara. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ni kwamba Wakenya hao walielekea katika hoteli hiyo kupata chakula kama njia ya kuboresha biashara hiyo. I have tried, mwisho. Ni kilio kilichowagusa wengi mtandaoni. Guys, if someone can save this business, please help me. Please, I'm pleading, I'm begging. Mwanadada huyu ni Harriet Akinyi, mmiliki wa hoteli ya Tule Kienyeji katika mji wa Nakuru. Ila biashara hiyo iliyoanzishwa mwezi wa Novemba mwaka 2025 imekuwa ikididimia, wateja wakikosekana. From having sales za 15 to 19,000 a day, ikaenda to less than 1,000 in a day. It was scary. Ni video iliyosambaa kwa kasi ya risasi. Ni kilio kilichowavutia maelfu ya Wakenya kutoka kaunti mbalimbali waliofunga safari na kuelekea katika hoteli ya Harriet. Wengi wakinunua vyakula, huku wengine wakileta msaada wa bidhaa za kupikia ukiwemo unga, mafuta, mayai na vinywaji. We learned about the story of our dear sister from Facebook. And we decided today we have to come and support her. Naimiza kila mtu aweze kujitokeza kwa mtandao. Ukiwa na difficulty yoyote, come share your story. Baadhi ya watu walio na ushawishi mkubwa mtandaoni wameahidi kutangaza hoteli hiyo ili kuvutia wateja wengi. So kama vijana tukakuja jana kumsupport, tukamplify story kwa mitandao, ikaenda viral na leo pia tuko hapa unaona tunakula. Nikafeel nikasema leo lazima niamkie. Unaona hata wewe nimekuja. Sasa nimekuja kupromote kazi. Sasa nimenunua kitu yenye na unaona niko nayo. Harriet mwenye miaka 28 aliwekeza shilingi milioni 2.3 katika biashara hiyo, na maji yalipozidi unga alitaka kuiuza kwa shilingi 150,000. Nimefika mwisho, sikuwa na any more capital to put into the business. Niko nimebaki mahali niko na 33 bob kwa
bank na 4 bob kwa M-Pesa. Bila shaka Harriet amepokea mwamko mpya katika biashara yake na sasa anahisi nyota yake imeanza kung'aa. Elizabeth Atieno, TV47. Asante sana Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Baada ya bomoa eneo la Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi kusitishwa jana Jumanne, wakazi pamoja na wafanyabiashara wa mtaa huo wanataka serikali ya kaunti ya Nairobi ikiongozwa na gavana Johnson Sakaja kuwapa fidia baada ya biashara zao na makazi kubomolewa. Mwandishi wetu mwenye haiba Mwaluse Meshak anatuarifu kikamilifu. Baada ya vurugu kuzuka siku ya Jumanne katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi kufuatia ubomozi wa makazi pamoja na vibanda vyao vya biashara, sasa wenyeji hawa wanataka serikali ya kaunti kuingilia na kuwafidia mara moja. Wakizungumza na TV47, wakazi hao wameelekezea na kunyooshea kidole cha lawama serikali ya kaunti kwa masaibu wanayopitia. Duka yangu ni ile ya juu. Ilibidi nimetoa vitu zote, nikatoa vitu zote. Ngine kwa hapo chini, nikatoa vitu zote. Kwa hivyo zingine ukapata zikabebwa because kulikuwa na umati ule. Ukitoa zingine zinapotea hivyo hivyo. Nilikuwa na nduka yangu hapo. Sasa kwa bomolewa jana, Sakaja aliingia akasema amesimamisha kuna watu watakuwa compensated. Lakini kusema kweli wenye wanaandikana hata tujima wale wanapitia unajaribu kusimamisha, kuna mtu unaona. Baadhi yao wamedai kuwa mpango wa kuwafidia huenda ukakumbwa na changamoto tele, kukiwepo na tetesi kuwa kuna watu tayari wameanza kujiandikisha ili kupewa fidia, ili hali baadhi yao hawajaathirika kivyo vyote. Watu wameendelea kuandikisha majina, lakini wenye wanaandika hata hawajabomolewa. Sisi wenye tumebomolewa kuna mwenye amekuja kwetu kutuuliza ilikuwa aje. Tafadhali tunaomba kama ni Sakaja, kama ni rais, kama ni nani yote anahusika na hili, awasaidie mwananchi wa chini wainuke tena. Mwananchi akiwa wanaumia. Shughuli ya ubomozi eneo hili ilikuwa itekelezwe kwa ajili ya upanuzi wa barabara hii ya Catherine Dereba katika mtaa huu wa Mukuru kwa Njenga. Baada ya shughuli za ubomozi hapa Mukuru kwa Njenga siku ya Jumanne, wakazi sasa wameanza kujenga makao yao upya huku wakiomba serikali ya kaunti kwa fidia. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Na tukiingia michezoni ni kwamba timu ya taifa ya futsal ya wanaume ilisafiri kuelekea Namibia kwa mchuano wa kufuzu kwa kombe kwa dimba la bara Afrika. Kenya itacheza dhidi ya wenyeji hao Ijumaa hii kabla ya mechi ya marudiano kufanyika tarehe 28 mwezi huu. Mshindi atafuzu raundi ya pili na atakutana na Libya mapema mwezi Februari. Kikosi hiki cha kocha James Omondi kilicheza mechi ya kirafiki dhidi ya ASEC Huruma katika uwanja wa ndani wa Kasarani jijini Nairobi. Timu hii iliingia kambini tarehe 16 mwezi huu na ambapo inajitafutia tiketi ya kushiriki dimba la futsal la bara Afrika litakaloandaliwa nchini Morocco. So the 14 who are traveling, they have shown that they can play and represent the country. So we have faith in them. We go out there and remember, it is the first time Kenya is playing. And we want to give a good version of ourselves. It's a great opportunity, it's a great chance. Sikujua nita make it, but after the call up, so I must be ready. So nimekuwa tu ready mimi, nilianza preparation mapema personally. It's our first time, we might be recognized as underdog, but we are going to give you a positive result in this game, and we are going to qualify. That's the only thing I can assure the 50 million people remaining. It's a challenge that we are going to face, and I do believe even the Kenyans that will come to watch for the second leg, it will be a game to watch, because most of the people don't know the rules, don't know how it is played. Most of them may be used to see it in the YouTube, but I believe it's going to be a big challenge and a good challenge, because everyone now will be interested to come and maybe train and join the team. Na tukiachana na taarifa hiyo, kuingineko ni kwamba gwiji wa gofu nchini Njoroge Kibugu alionyesha ubabe wake kwa kunyakua taji la kitaifa la Sunshine Development Tour baada ya kunyakua ushindi hii leo katika fainali za michuano hii iliyochezwa katika uwanja wa gofu wa Karen jijini Nairobi. Kibugu aliibuka bingwa wa jumla ya alama 1497 na kutuzwa shilingi 400,000 huku mwenzake Celestine Nzazuera akitinga nafasi ya pili na alama 1317 huku Dismas Ndiza akinyakua nafasi ya 3 na jumla ya alama 753 pointi. Wachezaji hawa sasa wana matumaini ya kujikatia tiketi ya moja kwa moja ya kushiriki katika mashindano ya kimataifa ya Sunshine Tour.
today might have been my favorite win, because coming into Thika I didn't have my best stuff, and coming out of the holiday I wasn't too confident, but this has definitely helped boost it. So I feel great. Good. It feels like a statement. It feels like a statement. It feels like a testament to all the work I put in and how much more work I can put in to get better. And it lets me know that I have a bright future ahead. Going to 17, I knew that I'm tying for second, and I was sure that I can't go for the win. So I took the second position by force, where I get birdie on 17, and I tried another birdie 18 where I get it and made birdie and secure my second position. Bila shaka mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada, naona muda wangu unanipa kisogo hapa studioni. Dakika 27 zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Roda Nyamae. Kama kawaida Dr. Ofweneke tayari amefika studioni, kwa hivyo usibanduke.